Bwana Yesu asifiwe. Nataka uangalie bila nakuambia Mungu anataka, yani Mungu anataka kukuokoa ukiwa kwa mkono wake huyo Farao. Ili ujue Mungu ako pamoja nawe. Angalia Shadraka, Meshaki na Abednego walikataa kuingia kwa moto. Yesu mwenyewe Yerusalemu, wakati ilifika wakati ya kifo chake, alitoka akaambia kifo, mimi ndiye huyu, niko hapa. Kifo ikasujudu. Lakini sasa ukimsikia pale unakuwa kama Adam. Adam, uko wapi? Nilikimbia nilipokusikia, yani kusikia tu. Bwana Yesu asifiwe. Shadraka, Meshaki na Abednego wameambiwa hebu mkatae huyu Mungu wenu na muabudu hii sanamu. Akaambia mfalme, shame on you. Hii hatuwezi. Hii moto tutaingia, na kama ule Mungu tunamwabudu hataweza kutuokoa, atabaki kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu mtu mwingine anakuambia kataa Mungu wako, kataa hiyo hali. Hebu nisomee nione kama Shadraka na Meshaki na Abednego, ama uko wapi hapo? Sasa kama wajamaa wanaambia mfalme, tafadhali mfalme, wacha tupatikane katika hii hukumu yako, mchungaji anakuambia kataa. Yeye amekunyang'anya haki, yeye amekunyang'anya uzima, na ishara na maajabu za Mungu asitaionekana. Utatoa dhabihu, hakuna ishara chaleti itakaofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio tumetoa, lakini ukame kwa kazi, magonjwa kwa nyumba, mapepo kwa kanisa, wachawi kwa kanisa, na tumetoa. Hebu tusome, tuambie tu vile aliwaambia na vile walimwambia, tuone. Yani walijua Mungu akitupata katika hii hali, kuna ishara na maajabu itaandikwa na itatangazwa katika vizazi vyote. Danieli 3:16. Hebu kuja na kuendelea. Ehe. Ndipo